Operesheni ya kuvunja meza na vibanda vya wafanyabiashara waliokaidi amri ya kuwataka kuondoka katika maeneo hayo kwa hiari imeanza kufanyika majira ya alfajiri katika soko la 88, ikihusisha mgambo wa manispaa hiyo pamoja na jeshi la polisi, na baadaye zoezi hilo kuhamia katikati ya mji. Machinga tunanyanyasika sana na hili swala. Yaani sisi hatukai miezi miwili lazima tuje kutimuliwa, hatukai mwezi lazima tuje kutimuliwa. Tumepangiwa maeneo ambayo yameshauzwa, tunaambiwa tukakaa. Tukikaa kule tunafukuzwa. Kwa mfano kuna kipindi tulifungiwa Sabasaba karibia miezi 5 mizima, hatukufanya biashara. Kikundi hatukufanya biashara sababu wanasema kipindupindu hakuna. Mkuu wa mkoa kwa tunamwandikia barua mara 3 tukamwomba kuonana na uongozi au wafanyabiashara wenyewe awaambie ni wapi pa kuelekea kwa sababu eneo letu la kikundi limeuzwa. Lakini katika kufanya biashara ndio hivyo, tushapoteza gharama zetu na hatujui tutarudishiwa vipi gharama zetu. Wengine tumekopa, wengine tumetumia ni kama vile kunyang'anyana ili nijenge nikinyime kula. Diwani wa kata ya Tungi Juma Tembo aliyelaumiwa na wananchi kuwa aliwaambia wafanye biashara katika eneo hilo amemtupia lawama mkurugenzi wa manispaa hiyo kwa kuchukua uamuzi wa kuvunja vibanda vya wafanyabiashara hao. Mkurugenzi na meya wameng'ang'ania kwamba hawa watu wako kwenye soko la Juma Tembo, soko haramu. Mimi sina soko manispaa. Biashara za jumla tulizungumza zije 88 mpaka leo hazijaja na ziko barabarani, ziko maeneo ya Manzese, sio sehemu rasmi. Lakini nashangaa leo hii tunazungumza kwamba nchi hii ni ya wanyonge. Wanyonge ndio hao wamekuja huku tulikowaambia waje. Leo tumekuja kuwabomolea tukiwa tumewaambia Jumatatu mwisho. Kwa upande wake mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro John Mgalula amesema wafanyabiashara hao wamekiuka agizo la kuwataka waondoke kwa hiari na kwamba wamenukuu vibaya kauli ya Mheshimiwa Daktari John Pombe Magufuli. Ilikuwa ni operation ya usafi wa mji, lakini operation hiyo imefanikiwa zaidi baada ya kwenda kulitoa soko haramu la 88. Kwa hiyo tumetoa soko haramu, tumebakiza soko halali na ninatoa wito watu waende kwenye soko halali. Haikuwa busara kwa wafanyabiashara watoke kwenye maeneo rasmi waende barabarani kwa kumsingizia Mheshimiwa Rais kwamba amesema kwamba watu wakakae barabarani ili kwamba tuje tuwatafutie. Sasa miundombinu ipo, sasa na watafutia miundombinu ipi? Ni moja ya zoezi la kuondoa wafanyabiashara ambao wametengewa maeneo rasmi lakini mpaka sasa hivi hawajafika. Nikiripoti kutoka katika eneo hili, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.